Watu wengi huwa wanatumia kanuni zisizofaa ili kupata utajiri, lakini mwisho wa maisha yao huwa wanapata majuto. Lakini sasa kuna kanuni sahihi za Mungu ambazo unaweza kuzitumia kupata utajiri na ukaishi maisha ya amani na furaha. Sasa leo nitaenda kukuelekeza kanuni hizo kwa undani kabisa. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan TZ, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa kanuni ya kwanza ni kanuni ya utoaji au kwa jina jingine inaitwa ukarimu. Sasa hii ndio kanuni yenye nguvu sana. Unajua wanadamu wengi tunaamini tunapotoa tunapungukiwa, lakini kwa Mungu unapotoa manake unaongezewa zaidi. Kwa sababu kile unachokitoa kwa Mungu kinaongezeka mara mbili zaidi. Na sheria za Mungu au sheria za kiroho, pale unapotoa ndipo unapata zaidi. Sasa unaweza ukatumiaje hii kanuni ya utoaji na ukavuta baraka na utajiri kwenye maisha yako? Sheria ya kwanza kabisa ni sheria ya kupanda na kuvuna. Kama ilivyo kawaida katika sheria za asili, unapopanda mahindi ndipo utavuna mahindi. Kwa hiyo ukipanda msaada kwa watu, msaada inaweza kuwa fedha, muda au kuwasaidia changamoto fulani, maana yake utavuna zaidi ile vitu. Kwa kile unachokipanda lazima utavuna hicho hicho. Kwenye ulimwengu wa kiroho, pesa ndio mbegu. Kama unapopanda mbegu ya mahindi, unaona baadaye mahindi yanakuja kuwa mengi zaidi, pesa ndio inakuwa mbegu. Sasa lakini kwenye kutoa lazima uwe makini. Lazima mbegu yako iwe kwenye ardhi sahihi. Na ardhi sahihi inaweza kuwa kwenye kazi ya Mungu au kwa wahitaji. Lakini ukiweka kwenye sehemu ambayo sio ya wahitaji au kazi ya Mungu, maana yake mbegu yako itakuwa imeenda kwenye ardhi ambayo sio sahihi na uwezi ukapata matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo utoaji una nguvu kubwa sana ya kuvuna matokeo makubwa sana ambayo baadaye atakuletea baraka na utajiri kwenye maisha yako. Lakini pia kanuni ya utoaji inavunja roho ya ubinafsi na uchoyo. Mungu hawezi akapitisha baraka kwa mtu ambaye amefunga mikono yake, lakini ule mtu ambaye anatoa ndio anapata zaidi. Chukulia mfano kama maji ya kwenye mto, huwa mara nyingi yanatirika muda wote yanakuwa masafi, kwa sababu maji ya mto waga hakai sehemu moja, yanasafiri sehemu tofauti tofauti. Lakini maji ya kwenye bwawa huwa yanakuwa machafu kwa sababu yanakaa sehemu moja. Hii ndio mfano wa utoaji, kwamba utoaji unakufundisha kuondoa roho ya ubinafsi na uchoyo. Na ukishakuwa na roho ya ukarimu, manake mikono yako inaanza kupokea zaidi kuliko kukosa. Kwa hiyo ukishaanza kuwa na moyo wa kutoa, unaanza kujifungulia baraka zaidi na neema zitakuja kwako kwa wingi zaidi. Lakini pia kuna aina za utoaji zinazofungua milango. Aina ya kwanza kabisa ni zaka na sadaka. Kwa mfano zaka, hii waga ni 10% ya kipato ambacho unapata. Kwa mfano kama unapata 1,000, 100 ndio zaka. Sasa ile mara nyingi inatolewa ili kulinda mali zako, na pale unakuwa unamtambua Mungu ndo amekupatia mali zako na unamwamini kwamba yeye ndo atakulinda na atakulinda na mambo yote ambayo yanaharibu mali zako. Lakini pia sadaka ya shukrani, hii pia unaitoa pale ambapo umepata mafanikio ya kitu fulani au unaposhukuru kuhusu jambo lote Mungu aliyokufanyia. Hii inavuta baraka zaidi, kwa sababu unakuwa unatambua kwamba vile vyote ambavyo umevipata sio kwa nguvu zako, utavutia baraka zaidi. Lakini kuna utoaji wa kusaidia maskini, wahitaji na yatima. Hii haina, Mungu aliahidi kabisa, akasema ukiwasaidia watu wa namna hiyo unakuwa umemkopesha Mungu. Sasa imagine kumkopesha Mungu, manake Mungu ni tajiri wa vitu vyote duniani. Kwa hiyo ukiwa na mkopo kwake, manake atakuja kulipa na zaidi, kwa sababu umemwamini ukamkopesha. Kwa unaposaidia watu kama hao, unakuwa umemkopesha Mungu na utapata zaidi ya vile ulivyotoa. Lakini sasa kwenye kanuni ya utoaji, jambo la kuzingatia ni mtazamo wa moyo, yani the spirit of giving. Ukitoka kunungunika na kusononeka na ukawa hauna amani, ile sadaka yako au kitu unachotoa kitaleta matokeo, kwa sababu Mungu anapendezwa na wale watu ambao wanatoa kwa moyo wa furaha. Unapotoa kwa moyo wa furaha, maana yake unaamini kwamba vile vitu kwanza ulivyovipata umesaidiwa na Mungu, na unaamini vitakuja kwa wingi zaidi, kwa sababu Mungu ndio mtoaji. Lakini kunungunika, maana yake unakuwa una wasiwasi na unakuwa unaonyesha kwamba huamini kwamba Mungu anaweza kukupatia tena. Na wale watu ambao hawatoi mara nyingi au wanaokuwa wananungunika wanapokuwa wanatoa, huo mara nyingi wanakuwa na wasiwasi kwamba hawawezi kupata tena. Sasa ukiwa na roho ya hivyo, maana yake hiyo ni roho ya uhaba na uwezo kuvutia baraka zikaja kwako. Kwa unapotoa, toa kwa moyo wa furaha na toa ukiwa unaamini kwamba Mungu
atakupatia tena kwa kiwango kikubwa zaidi. Kwa hiyo kanuni ya utoaji ni kanuni kubwa sana katika siri za kuvuta utajiri na baraka kwenye maisha yako. Unapotoa, manake unaamini kuwa Mungu anaweza kukupa zaidi kwa sababu ameahidi hivyo. Na unapotoa kwa amani na kufurahi, manake unaamini kuwa Mungu ndiye atakayekupatia zaidi. Sasa kanuni ya pili ya kuvuta utajiri na baraka ni kanuni ya uaminifu na uwakili. Unajua, si binadamu wote tunaamini hapa duniani hizi mali ni za kwetu, lakini hizi mali tumepewa na Mungu tuzisimamie. Sisi ni mawakili, yani mameneja wa kusimamia mali za Mungu. Ni sawa na vile NMB wanapomwamini meneja wakampa benki aisimamie, ndivyo sisi tulivyopewa na Mungu hizi mali tuzisimamie. Kwa hiyo unapopewa mali lazima usimamie kwa uaminifu na uwe na nidhamu ya kuitunza hiyo mali, kwa sababu mtu yoyote anayekupa kitu akikuona hauna nidhamu, hata kwenye maisha ya kawaida ya binadamu, hawezi kuongezea zaidi. Kwa hiyo ukionyesha una nidhamu na ukaitunza vizuri hiyo mali uliopewa, manake utaongezewa zaidi. Sasa ni namna gani ambavyo unaweza ukatumia hii kanuni ya uaminifu na uwakili ili kuvuta baraka na utajiri kwenye maisha yako? Jambo la kwanza ni mtihani wa kidogo, the test of little. Biblia huwa inasema kama usipokuwa mwaminifu kwa kitu kidogo, huwezi ukapewa vitu vikubwa. Manake ni nini? Usipokuwa na uwezo wa kuwa na nidhamu ya kutunza 10,000, Mungu hawezi kupatia milioni 10 kwa sababu itakuja kukuharibu au utaipoteza. Na ambacho unatakiwa ufahamu, sisi binadamu huwa tunamiliki kitu kulingana na uwezo wetu wa akili. Ukipewa kitu na Mungu zaidi ya uwezo wako wa akili, utakiharibu. Ni sana mtoto mdogo umpatie pikipiki aendeshe, mtoto mdogo kabisa wa miaka 2. Kwa hiyo uwezo wako wa kusimamia vitu ndio unakuchelewesha wewe kupokea utajiri na baraka. Jitahidi sana ujifunze namna ya kusimamia fedha, hata kama ni kidogo. Kuna watu wanaamini kwamba mpaka nipate milioni 10 ndio utakuwa na nidhamu ya fedha. Anza na nidhamu hata ukiwa na shilingi 100,000, hata kama ukiwa na shilingi 1,000, ipangilie vizuri kwamba hii pesa ni ya matumizi, hii pesa ni ya kufanya uwekezaji. Unapokuwa na nidhamu na pesa ndogo, Mungu ndo atakuamini na kukupa zaidi, kwa sababu anajua hata yale madogo unaweza kuyatunza vizuri. Lakini pia kuwa na nidhamu ya fedha, inaitwa financial integrity, kwamba jaribu ujue kwamba hii ni fedha ya Mungu, kama ulivyojifunza kwamba lazima kwenye mapato yako utunze 10% unayopata upeleke kwenye huduma za kikanisa au za Mungu. Lakini pia uweke pia na fungu la kutoa sadaka. Lakini pia kwenye nidhamu ya fedha lazima utunze fedha kwa ajili ya uwekezaji na akiba. Kwa sababu hizo ndo zitakusaidia wewe kuzalisha fedha ziongezeke zaidi, kwa sababu hii ndo kanuni ya uaminifu. Manake Mungu amekupatia fedha, lazima uizalishe, sio ishie hapo. Unapoizalisha fedha ndo inakuwa zaidi. Kuna mfano mmoja Mungu alitoa kwenye Biblia kwamba kuna watu walipewa talanta 5, mmoja akapewa 1, mwingine akapewa 3, mwingine akapewa 2. Yule mmoja hakuizalisha kabisa na baadaye alinyang'anywa kabisa. Kwa hiyo uwe mwaminifu kwenye kile ambacho umepewa, lakini gawa pesa kwenye matumizi yako binafsi, na hapo uzingatie nidhamu kwamba utumie kwa kulingana na kipato chako, usitumie zaidi ya kipato chako. Ukizingatia hivyo, maana yake Mungu anakuamini na kuletea zaidi ya kile ambacho ulichonacho sasa. Lakini pia uaminifu kwa wengine, integrity with others. Unapokuwa mwaminifu kwenye kazi ya mwingine, au unapokuwa mwaminifu kwenye shughuli za watu wengine, unapokuwa mwaminifu kwenye kazi yoyote ambayo umepewa na mtu mwingine, au unapofanya kazi yoyote ambayo ni ya mtu mwingine ukafanya kwa uaminifu, Mungu anakuamini na anakupatia ya kwako, kwa sababu anaona una uwezo wa kuamini na kufanya vitu vizuri kama unaofanya ya wengine, na hata cha kwako unaweza ukafanya. Kwa hiyo uaminifu una nguvu kubwa sana. Lakini pia kutokufungwa na mali, yani detachment. Sasa hii waga ni mtego. Watu wengi huwa wanaamini fedha kwamba ndio kila kitu kwa maisha yao. Sasa Mungu akishaona kwamba fedha umegeuza kuwa Mungu wako, hawezi kupatia, kwa sababu akikupatia itakuharibu. Mara nyingi fedha ni kama chombo tu ambacho kinatumika kutatua matatizo yetu, lakini ukigeuza kuwa kama ni Mungu, maana yake hapo tayari umeshatoa utukufu wa Mungu na kuipa pesa, na Mungu huwa akubali kushare utukufu na vitu vingine. Kwa hiyo jitahidi sana usiweke nguvu zako zote au moyo wako wote kwenye fedha, kuiamini kwamba ndio kila kitu. Ione fedha kwamba ni sehemu ambayo Mungu amekupatia
kutatua changamoto zako za maisha ya kila siku. Ukifanya hivyo, Mungu atapendezwa na moyo wako na atakubariki zaidi, kwa sababu mali na vitu vyote vinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo ukianza kuvigeuza kuwa vyenyewe ndo Mungu, wakati Mungu ndo anakupatia, atazuia hivyo vitu visije kwako. Kwa hiyo muamini Mungu na utaanza kuona baraka kubwa kwenye maisha yako. Sasa kanuni ya 3 inaitwa kanuni ya kazi na bidii. Unajua watu wengi wako naamini baraka za Mungu huwa zinashuka tu, lakini sio ukweli. Baraka za Mungu huwa zinapitia kwenye kazi ambazo tunafanya. Hebu chukua mfano, Mungu mwenyewe alifanya kazi kwa siku 6 na siku ya 7 akapumzika. Na unapofanya kazi maana yake unaonesha kuwa unathamini pia uumbaji wa Mungu, kwa sababu Mungu pia kwenye Biblia amesema atabariki kazi ya mikono yetu. Kwa unapofanya kazi maana yake kwanza unakuwa umetii neno la Mungu, lakini pia unakuwa umethamini pia uumbaji wa Mungu, kwa sababu Mungu pia na yeye mwenyewe alifanya kazi kwa kutuonesha sisi mfano. Kwa hiyo baraka za Mungu zinapitia kwenye kazi. Achana zile zana potofu kwamba zitashuka tu au zitakuja tu, hiyo sio kweli. Mungu anapitisha baraka zake pale ambapo unapofanya kazi. Ni sawa na unapotaka kukinga maji ya mvua, lazima uweke ndoo sehemu ambapo maji ya mvua yanapodondokea. Usipoweka ndoo, maana yale maji huwezi kuyapata. Sasa ile ndoo ndo kama kazi. Ili kupokea baraka za Mungu lazima utafute kitu ambacho baraka ya Mungu itapitia hapo, na hicho kitu ni kazi unayoifanya. Lakini kitu kingine ni kanuni ya ubora, yani excellence. Fanya kazi yako vizuri. Watu wengi wanaamini kwamba kufanya kazi tu kwa nguvu ndio tija, lakini kazi yako lazima iwe na ubora. Kwa sababu hata Biblia inasema watu wenye bidii wataketishwa mbele ya wafalme. Ukiwa na ubora wa kile kitu ambacho unakifanya, kazi yako itavuta baraka zaidi. Watu watakuamini na Mungu atakuamini. Kwa kufanya kazi kwa ubora na iwe na viwango vya juu, ipendeze. Fanya kazi kwa uaminifu, ifanye ipendeze, iwe nzuri, utaanza kuona baraka zikija kwako kwa wengi. Lakini pia epuka uvivu na kuwa na nidhamu nzuri ya muda. Acha kukaa sehemu ambazo unapoteza muda wako, kukaa mitandaoni sasa hivi bila kufanya jambo la msingi. Acha kukaa kwenye vikao ambavyo havikujengi, hapo unakuwa unapoteza muda wako. Lakini uvivu, kulala kupitiliza, kuto kufanya shughuli zako mara nyingi, hiyo inaweza kukuchelewesha kabisa kuona baraka za Mungu, kwa sababu wavivu wote mara nyingi hawafanyi kazi vizuri. Kwa hiyo ukishakuwa mvivu, maana yake huwezi ukafanya kazi vizuri, na kama ufanyi kazi vizuri hauwezi ukaona baraka. Lakini pia ifanye kazi kama huduma, yani work as a ministry. Una kazi unayoifanya kama unamfanyia Mungu, utaifanya kwa huduma nzuri zaidi na utaifanya kwa ubora zaidi. Ona unavyosaidia watu kama una mfanyia kazi Mungu, maana yake utaifanya kwa ubora zaidi, na Mungu akishakuona unafanya kazi kwa ubora na uaminifu wako, atakulipa kwa kukupandisha. Kama ni kwenye kazi, atakupandisha cheo. Kama ni sehemu ambayo ni biashara yako, atainua zaidi, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kwa hiyo igeuze kazi yako hiyo kama huduma ya kuwahudumia watu, na hiyo ione kwamba ni kama unamfanyia Mungu kuhudumia watu, utaifanya kwa ubora zaidi. Kwa hizi kanuni ukizingatia, unaweza ukavutia utajiri na baraka kwenye maisha yako na ukaishi maisha ya amani na furaha. Sasa kanuni ya 4 ya kuvuta utajiri na baraka kwenye maisha yako ni kanuni ya shukrani. Sasa shukrani ndio sumaku ya baraka kwenye maisha yetu. Yaani ndio sehemu ambayo unaweza kuvuta baraka kwa kasi kubwa sana. Shukrani inaonyesha kwamba yale Mungu aliyokupa unayathamini na unahitaji kupokea mengine zaidi. Lakini unapokuwa unalalamika na kuhuzunika, manake unazuia baraka zisije kwako. Sasa ni namna gani unaweza kutumia kanuni ya shukrani kuvuta baraka na utajiri kwenye maisha yako? Shukrani kwanza ni mbegu ya ongezeko. Kuna kisa kimoja, Yesu aliwalisha watu 5,000 kwa samaki 5, na Yesu pale hakulalamika, alishukuru na akabariki ile chakula na kikalisha watu na kikabakia kingine. Maana yake ni nini? Shukrani inaongeza vitu na inaleta baraka zaidi kuliko kulalamika. Kulalamika unazuia baraka zisije. Na shukrani inaonyesha kuwa unathamini kwanza kile Mungu alichokupa na unahitaji Mungu akuongezee kitu kingine zaidi, kwa sababu kile ulichonacho unakiamini na unakithamini na una uwezo wa kupokea kitu kingine. Lakini mtu anayelalamika maana yake hajathamini hata kile kidogo alicho nacho. Anza kushukuru hata vitu vidogo vidogo ambavyo unavyo. Unafanya vile unavutia baraka zaidi. Lakini pia shukrani inabadilisha mazingira ya moyo wako. Unajua unapokuwa na shukuru, kwanza unapata amani, na pia
watu wengi wanapenda kukaa na watu wenye furaha na amani. Hata biashara nyingi ukiwa na mfanyakazi au hata wewe mwenyewe ukiwa naongea na wateja ukiwa na furaha na amani, wateja watakuja kwa wingi zaidi. Lakini ukiwa na huzuni, malalamiko, utatengeneza negative energy ambayo itafukuza kabisa wateja. Lakini pia shukrani inaponya akili yako, kwa sababu kwenye tafiti za kisaikolojia unapokuwa unashukuru unapunguza homoni za msongo na unaongeza amani na furaha ndani ya akili yako. Na ukishakuwa na amani na furaha, maana yake hata ubunifu wako na uwezo wako wa kufanya kazi unaongezeka, na hapo unapofanya kazi zako vizuri unavuta baraka zaidi zije kwenye maisha yako. Lakini shukrani inalinda baraka zako. Unaposhukuru, maana yake unasamini kuwa vitu ulivyovipata ni Mungu ndo amekupatia. Na hii ndio sehemu ambayo watu wengi ambao wamefanikiwa wanakaa, kwa sababu wanasahau kushukuru. Unapoacha kushukuru, maana yake unaamini kuwa vile vitu umepata kwa nguvu zako. Lakini unaposhukuru, maana yake unaonesha yale yote uliyokuwa nayo au unayoyahitaji pia kuyapata, maana yake unayapata kwa uwezo wa Mungu. Na hii ndio sehemu ambayo unaweza ukazuia kabisa baraka zako zisipotee. Unaposhukuru unaonesha kuwa mpaji wa vitu vyako vyote ni Mungu. Na hii sehemu watu wengi ndio wanaangukaga. Unapoanza kuacha kushukuru, unapopata baraka, maana yake unapata ile hali ya kiburi ya kujiona kwamba vitu vyote umepata kwa nguvu zako, na hapo Mungu atakuacha na utaanguka. Kwa hiyo shukrani pia inalinda baraka zako ambazo tayari ulizonazo. Lakini pia shukrani kabla ya kupokea, hii ndio ngazi kubwa kabisa ya imani, na ukitumia shukrani kwa njia hii utaanza kuona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako, kwa sababu pale unakuwa unamwamini Mungu kwamba hata yale ambayo bado hujashika kwa mkono wako, unaamini Mungu atakupatia. Kwa hiyo unaanza kumshukuru hata kabla hujayapata. Hiyo ndio level kubwa sana ya imani. Hata Yesu pale kabla hata mikate haijaongezeka alishukuru. Kwa hiyo unaposhukuru kwa vile vitu ambavyo hata bado hujavipata, unakuwa unaonesha imani, na hiyo ndio ngazi kubwa ya imani, kwamba kitu hujakipata lakini unashukuru, na hapo Mungu huwa anapendezwa na imani, na anapoona moyo wa imani utapata zaidi ya kile ambacho umeomba. Kwa hiyo anza kushukuru vitu vidogo vidogo. Tengeneza ratiba kwamba kila siku kabla hujalala andika mambo 5 ambayo Mungu amekufanyia kwa hiyo siku, na anza kuyashukuru. Utaanza kuona milango ya baraka ikifunguka zaidi kwenye maisha yako. Kwa hiyo shukrani ndio silaha kubwa ambayo inaweza kuvuta baraka na utajiri kwenye maisha yako. Sasa kanuni ya 5 ya kuvuta utajiri na baraka inaitwa kanuni ya hekima na maarifa. Unajua hii ndio sehemu muhimu sana. Unaweza kuwa na mamilioni ya pesa, lakini kama huna hekima na maarifa, hizo pesa zitapotea. Sasa unajua Mungu huwa anatamani sana sisi wanadamu tuwe na maarifa na tuwe na hekima, lakini sisi wanadamu tunaamini kwamba mpaka Mungu atatushushia labda neno fulani au tutapewa kitabu fulani, lakini kumbe hekima hizi Mungu ameshaziweka kwenye maisha yetu ya kawaida. Watu wengi wanafundisha mambo mbalimbali kuhusu fedha, wanafundisha namna ya kupata utajiri. Kama hapa tunavyojifunza masomo hapa kwenye Elikhan Mtz, ni mafunzo ambayo yanakusaidia kuongeza ufahamu kuhusu mambo ya kifedha na mafanikio. Sasa watu wengi wanayapuuza hayo, lakini ni mpango wa Mungu ujifunze ili uwe na hekima na maarifa ya kutatua changamoto mbalimbali, kwa sababu usipokuwa na maarifa na elimu au hekima huwezi ukatatua changamoto zako, na hapo huwezi ukapata utajiri na baraka nyingi kwenye maisha yako. Unajua hata Biblia inasema watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kwa hiyo maarifa ni muhimu sana katika maisha yetu na katika hasa swala la kuvuta utajiri na baraka. Lakini sasa kuna vitu vya msingi sana vya kuzingatia kwenye hekima na maarifa. Tofautisha kati ya nguvu na hekima. Nguvu, mara nyingi watu wanaamini kwamba kufanya kazi kwa nguvu ndio njia nzuri, lakini watu wengi wanaofanya kazi kwa nguvu wanapata matokeo madogo. Ni sawa na zamani walikuwa wanalima kwa kutumia jembe la mkono, na sasa hivi watu wanalima kwa kutumia trekta. Huyo anayetumia trekta analima ekari nyingi zaidi, lakini mtu anayetumia jembe la mkono analima ekari ndogo zaidi. Hiyo ndio hekima. Hekima ni namna ya kujua namna gani unaweza ukatatua changamoto yako bila kutumia nguvu kubwa. Yaani unafanya kazi kwa kutumia nguvu kidogo lakini matokeo ni makubwa. Hiyo ndio hekima. Lakini pia lazima ujue maarifa ya kifedha, financial literacy. Watu wengi hawajifunzi kuhusu masuala ya kifedha, lakini wanataka kuwa matajiri au kupata baraka ya kifedha. Lazima ujifunze namna ya kujua uwekezaji. Watu wanapokuwa wanafundisha uwekezaji, na wewe kajifunze. Ukiona masomo ya uwekezaji jifunze, kwa sababu hiyo ndio njia Mungu anayopitisha maarifa kuja kwako. Na watu wengi hawajifunzi kuhusu namna ya kutunza fedha zao.
namna ya kuzisimamia fedha zao, na hawajui kutofautisha kati ya asset na liability, yani vitu ambavyo vinatoa hela zao mfukoni na vitu ambavyo vina ongeza pesa mfukoni. Sasa usipokuwa na elimu kuhusu masuala ya kifedha na usipokuwa na elimu ya kifedha, Mungu hawezi kupitisha baraka zaidi kwako, kwa sababu hata kama zikija zitapotea. Kwa kadri unapozidi kuchelewa kujifunza kuhusu masuala ya kifedha, ndivyo unavyomchelewesha Mungu kukupatia zaidi baraka kwenye sehemu hiyo ya maisha yako katika nyanja ya kifedha. Lakini pia jambo jingine ni hekima ya kutafuta ushauri. Mtu mwenye hekima huwa hajioni anajua kila kitu. Lazima uwe nauliza watu waliokutangulia, lazima ujifunze kwa watu waliofanikiwa, soma vitabu, sikiliza lectures, seminar, kozi, hudhuria. Na watu wengi ambao wanajifunza wanakuwa na maarifa, wanakuwa na mbinu nyingi za kutatua changamoto zao. Kwa hiyo usikae sehemu moja ukaamini kwamba kila kitu unajua. Lazima ujifunze kwa waliokutangulia. Soma vitabu vya maarifa ya kifedha na jifunze kupitia hata kozi. Sasa hivi mitandao ya kijamii imerahisisha, kuna watu mbalimbali wanafundisha masuala ya kifedha. Baada ya kuangalia vichekesho au vitu ambavyo havitakuongeza maarifa, angalia vitu ambavyo vitakujenga kimaarifa. Kwa mfano YouTube, kuna TikTok, wafollow watu ambao wanafundisha masuala ya kifedha na kusimamia fedha vizuri. Hapo utakuwa unajiweka kwenye njia ya maarifa na hekima ambazo zitakusaidia kuvuta utajiri na baraka. Lakini kitu kingine ni ubunifu na uvumbuzi. Unajua unapokuwa na hekima na maarifa, unapata akili ya kugundua vitu, na mara nyingi ideas nyingi ambazo unaziona za vitu hapa duniani zimegunduliwa na mtu ambaye alibuni kitu. Sasa unapokuwa na hekima na maarifa mengi, unapata uwezo wa kubuni vitu, na unapobuni kitu kikaa na suluhisho la kutatua changamoto za watu watakuja kulipia hilo suluhisho lako, na utapata fedha nyingi na utapata baraka nyingi. Lakini pia kuna njia za kupata hekima kutoka kwa Mungu. Cha kwanza kabisa, muombe Mungu, kwa sababu Biblia inasema yeyote ambaye ataishiwa na hekima aombe kwa Mungu na yeye atapewa. Kwa hiyo muombe Mungu akupatie hekima. Kama kuna jambo unataka ulifanye, unaona huna ufahamu au maarifa sahihi, muombe Mungu. Lakini pia jifunze neno. Unaweza kusoma mistari ya kwenye Biblia. Sasa Misali na Mhubiri inazungumzia sana masuala ya kifedha na masuala ya kufanikiwa katika masuala ya kifedha. Unaweza kusoma sana hiyo mistari, lakini pia jifunze vitabu ambavyo vinazungumzia masuala yanayohusiana na fedha. Inaweza kuwa seminar au video za YouTube, jifunze. Lakini pia chagua mazingira. Epuka watu ambao wanazungumza mambo ambayo yanakukatisha tamaa, kwa sababu wale watakunyonya ile energy yako nzuri ambayo unajifunza, na utaanza kuamini tofauti na vile ambavyo unaamini mwanzo. Kwa hiyo kaa na watu ambao wanakujenga, wanakusaidia, wanakuongezea maarifa, lakini jiepushe na wale watu ambao wanaongea mtazamo tofauti na vile ambavyo Mungu amekuambia. Kwa hiyo mazingira pia yanaweza kukusaidia wewe kuinuka au yakakurudisha chini kwenye masuala ya hekima. Kwa hiyo ambatana na watu ambao ni wazuri. Ndio maana Biblia inasema ukiambatana na watu wapumbavu na wewe utakuwa mpumbavu. Kwa hiyo jitahidi sana, chagua watu ambao unaambatana nao, ambao unakaa nao, na vitu ambavyo unavisikiliza. Inaweza kuwa hata watu ambao unaambatana nao ni wazuri, lakini vitu ambavyo unavisikiliza kila siku mtandaoni, sehemu ambao watu unawafollow wanaongea vitu vya kukatisha tamaa, wataharibu kabisa hekima yako. Kwa hiyo chagua sana mazingira ambayo yatakuongeza hekima na kukujenga, ili uweze kuvuta baraka na utajiri kwenye maisha yako. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa somo hili. Kama kuna swali lolote, unaweza comment sehemu ya comment section, lakini pia kama una ushauri au maoni yote, nitafurahi sana pia ukicomment sehemu ya comment section, na nitakujibu maoni yako na ushauri wako. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Usahau kulike, kushare na kusubscribe. Hadi kwa wakati mwingine, bye bye. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Uwe na siku njema.